الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kutoka kwenye aya ya 16 Allah subhanahu wa ta'ala anaongea na waumini kwa kuwaambia wasizembee. Hapa ndo wakaze kamba, bidii iongezeke katika kumkumbuka Allah na kufanya mambo ya khairati kwenye taa. Sababu ya kuteremka aya hii, anasema shekhe, lamma qadima almu'minuna almadinata, baada ya waumini kupewa agizo la hijra wahamie Madina. Waumini walipofika Madina, asabu millini alaishi wa rifahia, walipata nafuu ya maisha yao yakawa mazuri, wana utulivu na amani kwenye dini yao, njia za uchumi zilifunguka, wenye biashara wakafanya biashara, tofauti na Maka ambako walikuwa hawana uhuru wa kuabudu na walikuwa wanateswa sana. Madina kidogo wakajisikia wamerelax. Fafataru an ba'dhi ma kanu alayhi, wepesi wa maisha ukawafanya wapuuze, waregeze kamba, wayawache baadhi ya mambo ambayo Maka kwa mujibu wa imani yao walikuwa wanayafanya kwa bidii. Na ndivyo maumbile yalivyo. Hata Allah anasema, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, mwanadamu ana tabia ya kuchupa mipaka anapojiona mkwasi. Mambo yakimfungukia upande wa dini anaregeza kidogo, kila mambo yakichanganya na huku kwenye dini anazidi kukimbia. Kwa hivyo waumini waliokuwa wanafanya ibada kwa bidii Maka chini ya mazingira magumu, walipofika Madina Allah aliwafanyia wepesi, na walipofanyiwa wepesi wakapunguza baadhi ya mambo ambayo Maka walikuwa wanafanya. Fautibu, wakagombwa. Aya hizi ni za kuwagomba. Wanazalat hadhihi alaya, ikateremka aya hii katika jumla ya kuwagomba. Sasa mnaenda sivyo.
Badala ya kusonga mbele, kuzidisha bidii, nyie sasa mnazembea, mnajipweteka. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri llahi wama nazala min alhaqi, haujafika tu bado wakati kwa waumini nyoyo zao zikanyenyekea katika kumkumbuka Allah na nyoyo zao zikaelekea katika kusoma aya zake. Yani sasa hivi tena Qur'ani inadharauliwa, watu wako bizi na uchumi, miamala inasoma, hela inaingia, hawabughudhiwi na mtu. Sasa wakati maisha yanafunguka kwa Allah wanakimbia. Ndio akamwambia hivi baada ya kufunguliwa kidogo, sasa nyoyo zimeelekea kwenye dunia. Haujafika wakati kwa waumini nyoyo zao zikazidi kunyenyekea kwa kumkumbuka Allah na kwa kusoma aya zake ambazo zimeteremka kwa haki. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, wala wasiwe waumini katika mfano wa wale watu waliopewa kitabu kabla yao. Wale walipopewa neema walikataa dini, wakaelemea dunia. Waumini hawatakiwi wawaige wale. Nyinyi msiwe kama wale waliopotea, waliponeemeshwa wakaidharau dini, wakaelekea kwenye dunia. Fatala alaihimul amadu, halafu wenzenu waliopewa kitabu kabla yenu muda ulirefuka na wao, yani kwa muda mrefu wako katika wepesi, na muda wote waliokuwa katika wepesi wakadharau dini, wakakiacha na kitabu chao cha mwongozo. Fakashat qulubuhum, nyoyo zao zikasusua, zikawa ngumu. Maana hivi ukisoma kitabu aya zake zinapita moyoni mara kwa mara, zinakukumbusha yale muhimu, zinakuonya na yale mabaya, unanyooka kwenye tabia njema. Usipopitia haya maagizo ya kitabu, moyo wako unasahau kabisa, hata yale magumu yaliyokemewa yanaondoka, unaelekea kwenye dunia, anasa, starehe. Unaona sasa nimekunjuliwa. Sasa moyo ukikosa mawaidha huwa unasusua, unakuwa mgumu, mkavu. Rutuba yake ni mawaidha, amri na makatazo ya Allah. Kama hivi vitu unavitowesha kwenye moyo, moyo utakopu na mazingira ulioupeleka. Maana moyo ni kama ardhi yenye rutuba. Mbegu yoyote itakayotupwa hapo itaota tu. Ukitupa mbegu ya mchicha utakuja mchicha, jani pana. Lakini ukimwaga mbegu ya bangi itaota bangi, tena itastawi. Na moyo ni hivyo hivyo, ukiingiza batili inakaa, ukiingiza haki inakaa, lakini havikubaliani hivi vitu viwili. Ukikiweka kimoja, kingine huwa hakina nafasi, kinakimbia. Sasa moyo ukiushibisha dunia, dini hiyo inahama. Moyo ukiushibisha dini, dunia yenyewe inakosa nafasi. Lazima uweke kimoja, havikai vyote viwili pamoja. Ndo walivyogomba waumini hivyo Madina. Wasiregeze kamba kwenye mambo ya taa na dhikri, lakini ndo wazidishe bidii ili wakae katika istiqama, wawe ni waja wa kheri, na wakiondoka waondoke Allah kawaridhia. Wenzao walifanya kosa hilo, waliponeemeshwa dini wakaiacha, wakaelemea dunia. Fakashat qulubuhum, tena walikaa kwenye dunia kwa muda mrefu mpaka nyoyo zao zikawa ngumu, hazisikii tena nasaha wala mawaidha. Wakathiru minhum fasiqun, na hao wenzenu waliopewa kitabu kabla yenu, matokeo yake wengi wao wamekuwa ni waasi, si watu wa kheri. Ijapokuwa wameletewa mitume wengi, wakaletewa vitabu vingi, lakini wengi wao wakawa si waliofanikiwa kwenye akhera yao, kwa sababu ya uzembe mdogo mdogo tu. Muda wa kukaa ukasoma Qur'ani
Wewe unapiga hesabu ya biashara, hasara na faida ya jana, leo mkafanye vipi? Mwingine wala hana biashara, hana chochote, yuko kwenye pumbao tu starehe, burudani, saa zinaenda, hafanyi la kheri, kwa sababu yuko katika uhuru, ana amani, habughudhiwi na mtu. Kwa hivyo humsahau hata Allah wakati wa faraja. Akiwa na dhiki atajua adhkari zote, atajua dua za kuomba na atakwenda akaombewe, ana dhiki. Lakini dhiki ikimuondoka, akiwa yuko huru, anafanya vinginevyo. Kwa sababu Allah akashusha aya hii, alam yani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikri llahi, yani maana yake ama hana lilmu'minina, tuseme ndo haujafika wakati kwa waumini, antariqa qulubuhum watalina limawaidhi llahi, nyoyo zao kushiba na zikalainika kwa mawaidha ya Allah. Haujafika wakati wakafahamu uzito wa mawaidha ya Allah, wama nazala min alhaqi, na haujafika wakati kwa nyoyo zao kudili na kile kilichoteremka kwao katika haki, yani Qur'ani. Bado wanaona haina faida sasa hivi, kwa sababu dunia yao imenyoka na wanaishi kwa amani, hawabughudhiwi na makafiri. Yani wala yakunu kalyahudi wan nasara wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, bado haujafika wakati wa waumini kujitofautisha na waliopewa kitabu kabla yao. Maana yake wala yakunu kalyahudi wan nasara, wala hawapaswi waumini kuwa kama Mayahudi na Wakristo. Asili za dini zao ni asili halali, wamepewa vitabu vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah huyo huyo aliyeteremsha Qur'ani, Taurati na Injili, na wametumiwa mitume halali waliotumwa na Allah. Musa akapewa Taurati na Injili akapewa Isa. Lakini wanasema wanamkubali Musa, Wayahudi hawayafuati mafunzo ya Isa, ya Musa, hawaikubali Taurati, hawaendi sawa na alivyofundisha Musa. Na hawa wanaosema wanamkubali Yesu hawaendi vyema na mafunzo ya huyo Yesu, wala hawaikubali Injili yake. Injili iko mbali na wao wanafanya tofauti na Injili. Je, na nyie Waislamu mnataka mfanye yale yale? Nyinyi mnapaswa msiwe katika mfano wa wale waliopita kabla yenu, Mayahudi na Manasara. Alladhina, hawa ni watu ambao atahumullahu taurata wal injil, Allah aliwapa vitabu vya mwongozo kama mlivyopewa nyinyi. Wayahudi wanasema wanaikubali Taurati na Wakristo wanasema wanaikubali Injili ya Isa, lakini kwenye uhalisia, kwenye maisha yao, hawa hawaishi kwa mafunzo ya Taurati na wala hawa hawaishi kwa mafunzo ya Injili. Na nyinyi je, mnataka muishi nje ya mafunzo ya Qur'ani? Fatala alaihimul amadu, waliacha Taurati Mayahudi na wakaiwacha Injili wa Kristo, na kwa muda mrefu wakawa wako nje ya mafunzo ya hivyo vitabu vyao. Tala alaihimul amadu, maana yake muda kwao ulirefuka, wakiwa hawafuati muongozo wa wahi. Kwa muda mrefu wanakwenda kwa kienyeji tu, kwa rai zao wenyewe. Je, na nyinyi mkiacha Qur'ani mtaongokaje sasa? Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba, nyinyi Waislamu mtasalimika vipi ikiwa mtaukataa utaratibu wa muongozo wa Mola wenu? Mutasalimikaje na shari ya siku ambayo itawafanya vijana waonekane wazee kwa ugumu wa siku hiyo? Kwa hiyo salama ya watu, uongofu wao uko katika kufata mpango wa Mola wao, waishi nao, huo uwe ni mtindo wao wa maisha. Wakiuacha wa pembeni, watafata mazoea na kuwaiga wengine kwenye mambo yao,
yanayoonekana ya maendeleo, na huko kwengine mkiacha Qur'ani hakuna mafanikio yoyote. Sasa wenzenu waliacha Taurati wakaiacha na Injili, na muda ukawa mrefu katika maisha yao nje ya Taurati na Injili, na hiyo ndio ikawa sababu fakasat qulubuhum, nyoyo zao sasa zikawa ngumu, hazisikii mawaidha. Haki kwao ikawa ndo batil na batili ikawa ndio haki. Fatala alaihim zamanu alladhi bainahum wa baina anbiyaihim, watu wa kitabu waliishi kwenye muda mrefu, muda ambao maisha yao yalikuwa ni mbali mbali baina yao na baina walivyoishi mitume wao. Sasa mtu ana dini lakini hamfati mtume wa dini hiyo, wala hafuati kitabu cha mtume huyo, dini hapo haikai tena. Wameishi nje ya dini kwa muda mrefu, kwa hiyo hata akisomewa aya, ile aya husema kama ni kituko, kitu kipya, si kweli. Hata sasa baadhi yetu wakisomewa Qur'ani wasema hiyo dini mpya. Aya ipo, lakini anakuona wewe unamsomea ile aya, wewe ndo unakosea. Mbona wazee wetu walikuwa wanasoma Qur'ani hawajapita mpito huo, hawajatafsiri hivyo? Wewe muharibifu, mpotovu. Kwa hiyo ukileta kitu kiko nje na mazoea, wewe ndo utakuwa mpotovu kwao. Na hawa watu wa kitabu, hichi ndicho kilichowasibu. Kwa muda mrefu walikaa mbali na mafunzo ya mitume wao, na kwa muda mrefu walikaa mbali na maelekezo ya vitabu vyao, mpaka nyoyo zao zikaharibika. Sasa kiimani ikawa yale mambo ya imani kwenye nyoyo zao hayakubaliwi tena, nyoyo zimesusua. Hata salabat qulubuhum, mpaka nyoyo zao zikawa ngumu. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, zikawa ziko kama mawe, au nyoyo zao zikawa ngumu zaidi kuliko mawe. Qala Ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, qasat qulubuhum yani malu ila dunia, nyoyo zao ziliacha dini zikamili kuelekea dunia. Kama sisi tunapiga hesabu za maendeleo tu, tuwe na maisha mazuri kama walionayo wengine, na hayo maisha mazuri namna ya kuyafikia, uangalii muongozo wa Qur'ani unakuelekezaje upate maisha mazuri ya halali, au unasema ujanja kupata tu, kuwahi hakuna maana. Wewe fanya chochote, piga ua upate. Sasa unaishi katika maisha ya kukufuru, kudhulumu, kusema uongo, kuiba. Yote kwenye dini yamekatazwa, lakini huku kunako makatazo huna habari nako, unachukulia yote hayo ni ya kawaida tu, ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo Ibn Abbas katafsiri qasat qulubuhum, maana yake malu ila dunia, walimili kuielekea na kuipenda dunia. Wa a'radu an mawaidhil Qur'ani, wakaachana na mawaidha ya Qur'ani. Waqala Abu Hayyan, akasema Abu Hayyan, salabat, zilikuwa ngumu nyoyo zao, bihaithu la tanfailu bilkhairi wataa, nyoyo zao zilikuwa ngumu kwa namna ambayo hazielekei, hata ukizielekeza hazielekei, hazireact kwenye mambo ya taa na kufanya kheri. Ukimwelekeza la kheri, mshagombana, hakuelewi, atachukia, hatokupenda, yatavuka mengine ya kwamba mgombane. Umemwelekeza jambo la kheri yake mwenyewe, moyo haukubaliani na hiyo kheri, ndio umekuwa mgumu. Sasa hausomi ipasavyo, unasoma mambo kinyume nyume moyo. Walgharadu, na makusudio ya maneno haya, anna Allaha yuhadhiru almu'minin. Kwa aya hii Allah alipoiteremsha alikuwa anawatahadharisha waumini Madina pale, na ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya hijra. Mambo yakawa yanaenda ndivyo sivyo. Allah akawatahadharisha waumini
an yakunu maa alqurani, wawe waumini wameshikamana pamoja na Qurani. Qurani waongoze, wasighafilike nayo. Kali yahudi wa nasara, kama mayahudi na manasara mwanzo walielekezwa, walilelewa wakati wapo mitume wao kwa mafunzo ya kitabu Taurati na Injili, wakawa watu wa kheri kwa sababu wamesimamiwa. Lakini walipoondoka wasimamiaji, waliosimamiwa wakabadilisha sera na mwelekeo, na Waislamu wanaonywa. Yupo sasa wakati Qur'ani inashuka mtume wao, lakini inatahadharishwa kwamba akiondoka mtume wao wasije wakafanya kama walivyofanya wenzao, wakasema Qur'ani alishushiwa mtume na aliyeshushiwa keshaondoka, sasa hivi haituhusu tena, haina maana na sisi, imepitwa na wakati. Mayahudi na manasara wasiwaige, waumini wasiwaige mayahudi na manasara. Hina kasat qulubuhum, pale ziliposusua nyoyo zao. Lamma tala alaihim zaman, pale wakati ulipokuwa mrefu nje ya mwongozo wa mitume wao na vitabu vyao, wakaharibikiwa. Mpaka leo hakuna aliyeshikamana na dini katika watu wa dini hizo mbili. Mayahudi hawaijui tena Taurati sasa, na Wakristo hawaijui Injili tena. Wakristo sasa wana kitabu chao kinaitwa Bible, hakijui kimetoka wapi, na Wayahudi wana kitabu chao kinachoitwa Talmud, sio Taurati. Wametia wanayoyataka humo, wakafuta wasioyapenda humo, alimradi ni mazao ya mikono ya waandishi wa kibinadamu. Ndio vitabu vinavyofuatwa sasa hivi. Wakathiru minhum fasiqun, na wengi katika hao watu wa kitabu wamekuwa mbele ya Mola wao ni waasi, hawafati dini ipasavyo. Yani wakathiru min ahli alkitabi, walio wengi katika watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, kharijuna an taati llahi, wako nje ya taa ya Allah, wanayoyafanya sio yaliyotakiwa kwenye dini yao. Rafiduna litaalimi dinihim, wanakataa hata kule kusoma ile dini yao ya asili. Walio wengi sasa wanaenda na maagizo ya viongozi wao wa dini, yanayotoka midomoni mwa watu ndo wanasikiliza, lakini maandiko halali kwenye vitabu vya wahi wameachana nayo kabisa. Kwa hiyo haya yaliwasibu watu wa kitabu, min farati qaswati alqalbi, kutokana na kule kususua kwa nyoyo zao kwa muda mrefu. Haki sasa ndo inaonekana batil na batil inaonekana haki. Waumini hawatakiwi waende huko, wabakie kwenye dini, waendeshwe na kitabu chao cha mwongozo, waheshimu sunna, mwenendo wa mtume wao, mpaka yatakapowakuta mauti waende kwa Mola wao wakiwa salama. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, naha Allahu ta'ala almu'minin, Allah mtukufu amewakataza waumini, an yatashabbahu billadhina hamalu alkitaba min qalbihim min alyahudi wan nasara. Allah mtukufu amewakataza waumini kujifananisha na wale waliokikataa kitabu wakakitoa nyoyoni mwao katika Mayahudi na Manasara. Wanajinasibishia Uyahudi na Uyahudi sio dini, na wanajinasibishia Ukristo na Ukristo sio dini iliyotoka kwa Mungu. Ukiwapeleka kwa Mungu kwenye vitabu vyake halali, maandiko ya msingi ya halali, hawakuelewi, wanakokataa, nyoyo zimekufa, hazisomi sawa sawa. Waumini wamekatazwa wasije wakafikia huko. Lima tatawala alaihim zaman, wamefikia huko watu wa kitabu kwa sababu muda umekuwa mrefu nje ya dini, hawasikii mawaidha, hawasomi kitabu chao, wala hawasomi mafunzo ya mtume wao. Muda mrefu wako hivyo, kwa hiyo dini imewatoka. Waumini wanaambiwa wachunge dini isije ikawatoka, waishi kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'ani na mwenendo wa mtume wao aliyepewa Qur'an. Watu wa kitabu baada ya muda kuwa mrefu nje ya dini,
badalu kitaba Allahi, walikibadilisha kile kitabu cha Allah, alladhi biaidihim, ambacho kimo mikononi mwao. Qur'ani inatuambia wamefanya watu wa kitabu makosa matatu. Atabdilu ndio hiyo kubadilisha. Aya nzima inatolewa inawekwa aya nyingine badala yake, au neno linanyofolewa linawekwa neno jingine badala yake. Neno hili likitumika hatulipendi maana yake, kwa hiyo hebu tuliondoe hili neno hili tuweke neno jingine litakalokuwa na maana nzuri inayowafikiana na sisi. Kitabu si chao cha Mungu, lakini wamekifanyia amendment, wamefanya mabadiliko kwenye sura za vitabu vyao na aya zake. Kosa la pili, wamefanya iftira. Iftira ni kuzua kitu hakimo kabisa kitabuni, wanatoa kwenye akili zao wanakiweka. Kimsingi hakikuwepo, lakini watu wamekiweka, wamezua. Na jingine walilofanya katika vitabu vyao, tahrif, yuharifuna alkalima an mawadhi'ihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bi, wamepindisha maneno, twisting of words. Neno hili tuondoe hapa tuliweke hapa, na hapa tuweke neno hili, sentence itakuwa imekamilika, lakini itakuja na maana tofauti, maana nzuri zaidi tunayoiridhia. Wamefanya makosa hayo watu wa kitabu baada ya muda mrefu kuachisha nyoyo zao kuweko kwenye mawaidha. Wanabadhuhu waraa dhuhurihim, halafu vile vitabu halali vya Taurati na Injil watu wa kitabu walivitupa nyuma ya migongo yao, yani walikuwa hawavijali, hawavithamini kabisa. Watakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi, badala ya kusoma kitabu cha wahi, nini Mola wetu kasema, wakawa wanaendeshwa na kauli za wanawachuoni wao. Arbab, miola, watunga sharia, waelekezaji, wakawa ni ahbaruhum wa ruhbanuhum, wanawachuoni wa dini hizo mbili za Kiyahudi na Kikristo. Na mpaka sasa wanaenda makanisani, wanaenda mahekaloni, lakini wanachukua kauli za muongozaji ibada ndo zinazowaongosha kwenye maisha, sio kauli zilizo kwenye kitabu. Kitabu hakijulikani tena, wanaendeshwa na kauli ambazo zinaenda na wakati. Nini wakubwa wanataka, wao ndicho watakachofanya. Nini wakubwa hawataki, watakatazwa, watawacha. Fa inda dhalika, yalipojiri haya kwa watu wa kitabu, qasat qulubuhum, nyoyo zao ziliharibika, zilisusua. Fala yakbaluna maw'izatan, watu wa aina hii huwa hawakubali tena mawaidha. Ukileta mawaidha ndo utakuwa wewe mkorofi, huendani na watu, umepitwa na wakati na watakushughulikia. Fala yakbaluna maw'izatan, hawakubali mawaidha kwa sababu nyoyo hazisomi positively. Wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'idin, wala nyoyo zao hazilainiki kwa kupenda ahadi njema za Allah zile zenye kuwapa tamaa ya mafanikio ya akhera, wala nyoyo zao hazilainiki kwa woga wa kuogopa makamio ya adhabu aliyoyatoa Allah. Aya zitakuwa zipo zinasomwa, lakini haziwashitui kwa sababu nyoyo hazisomi tena. Aya ifuatayo Allah anasema, i'lamu, eleweni enyi waumini. I'lamu, eleweni enyi waumini, anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha, Allah ndiye anayeihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Kwa hiyo hata kama mmefikia pahala nyoyo sasa zimetoka katika mapenzi ya dini, upo uwezekano wa nyoyo hizo hizo kurudi tena kwenye mapenzi ya dini. Ardhi hufa ikawa kavu, haioteshi chochote, lakini humwagiwa maji ya mvua ikalainika, ikawa na rutuba, ikaotesha chochote. Na moyo wa mtu madamu yuhai unaweza ukafa kwa kutokupata mawaidha kwa muda mrefu, lakini mwenyewe akiwa yuko tayari akiurejesha kwenye track,
akaupa tena mawaidha, moyo huo utahuika. Kwa hiyo kwa wale ambao nyoyo zimeshakuwa ngumu na bado wanaweza wakapata nafasi ya kuzihuisha, waelewe kwamba moyo unaweza ukarudi tena kwenye umbo lake na ukapata uwezo wake wa awali wa kusikia nasaha, mawaidha na ukanyooka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, inna hadhihi alquluba la tasda'u kama yasda'u alhadida, eleweni hizi nyoyo zetu huwa zinafanya rusting, kutu au kuchu, kama chuma vile unavyoona kinafanya kutu, na moyo nao huharibika sometimes ukawa mbaya kama umeota kutu. Qalu, masahaba wakasema, fama jalauha ya Rasulullah, ikiwa moyo wa mtu ushakuwa mgumu, umeota kutu, dawa yake nini ewe mtume wa Allah? Vipi tunautibu moyo uliokufa? Qala, mtume akasema, kathratu dhikri llahi wa tilawati alquran, kuutibu moyo uliokufa ni kumtaja Allah kwa wingi na kusoma Qur'an. Kwa hiyo tenga muda tu, badala ya kukaa kwenye entertainment, hebu tengeneza faragha baina yako na Mola wako, umtaje kwa majina yake kwa kuzingatia moyoni. Unaweza tu kuamua ukaleta istighfari, ukaleta matamko ya tauba, ukamtaja kwa majina yake mazuri kwa mnasaba na yale unayotaka kumuomba, halafu ukasoma kitabu chake cha Qur'ani, ukasema hebu nipate angalau juzuu moja au mbili. Unasoma kwa mazingatio, moyo unaambilika, kwa hiyo unabadilika taratibu. Ule ugumu utaondoka taratibu mpaka utakuja wepesi na mapenzi. I'lamu, eleweni enyi watu, yote hii ni tiba ya mtu ambaye anataka marejeo yake yawe mazuri. Kwa hiyo ukirudi hujatengeneza kitu, Allah hana lawama, kisha kupa vitu vingi vya kujiseti wewe mwenyewe. I'lamu, eleweni enyi watu, enyi waumini, anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha, hakika Allah anaihuisha ardhi baada ya mauti yake. Jua likishtadi, ardhi inakuwa ngumu, hata ukitupa mbegu haioti, ardhi imekufa. Lakini ikipigwa na wingu la mvua siku moja, hata uwanja unaofyagiwa ule wa vijijini, basi utaona unaanza kuota majani. Ardhi ilikuwa imekufa, lakini imerejeshewa uhai. Kwa hiyo na nyoyo zenu zinaweza kuwa zinakufa, lakini uwezekano wa kuhuisha mkitaka upo. I'lamu ya ma'ashara almu'minin, tambueni enyi waumini, anna Allaha yuhyi al-ardha al-qahila, Allah huwa anaihuisha ardhi kavu, almujdiba, yenye ukame, iliyokufa. Ardhi ile Allah huihuisha bilmatari, kwa kunyeshea mvua tu. Mvua ya siku moja tu ardhi inatononoka. Wa yukhriju minha an-nabati ba'da yubsiha, kwenye ardhi ile ile kavu Allah hutoa miti na mimea baada ya kuwa ilikuwa ni kavu, imekufa. Na moyo ni hivyo hivyo. Wa huwa tamthilun, na huu ni mfano aliyoupiga kwenye ardhi, liihyai alqulubi alqasiya, ni mfano wa jinsi anavyozihuisha nyoyo zilizokuwa ngumu, zimesusua. Ukitaka moyo wako unaweza ukalainika, lakini uchukue tenda, ukusudie, ufanye vile vitu vitakavyosababisha moyo wako uhuike tena. Huwa tamthilu liihyai alqulubi alqasiya, huu wa kutajiwa ardhi inayohuishwa baada ya kufa kwake ni mfano wa jinsi Allah anavyoihuisha nyoyo baada ya kususua kwake. Na moyo huhuika bidhikri wa tilawati alqur'ani, kwa kumtaja Allah kwa majina yake na kusoma Qur'ani sana. Kama tahya al-ardu, kama inavyohuika ardhi, almujdibatu, iliyokuwa kame, almayitatu, iliyokuwa imekufa, bililmi walhikma, huhuika huo moyo kama inavyohuika ardhi, lakini moyo huhuika bililmi walhikma, kwa kupewa huo moyo ilmu na hikma, maarifa ya dini.
Qala fil bahri, amesema shekhe aliandika tafsiri ya Qur'ani inayoitwa Al-Bahrul Muhit. Kwenye aya hii katafsiri hivi: wayadhharu, inadhihiri kwa kauli hii ya Allah, annahu tamthilun, huu ni mfano, litalyini alqulubi, wa kulainisha nyoyo, baada kaswatiha, baada ya kususua kwake. Moyo ukifa unaweza ukarudi katika uhai ikiwa mwenye moyo huo anataka, maana shote mwenyewe hataki ataendelea kubaki huko huko kama mwenye arosto na unga. Akitaka anaweza akatibiwa, lakini ngumu kidogo kwa sababu ya kule alikojizoesha. Lakini akiwa yuko tayari, taratibu anaweza akarudi katika fomu, akawa mtu mwema muungwana kama zamani. Na moyo uliokufa ni hivyo hivyo, shote mtu atenge muda, awe yuko tayari, taratibu moyo wake unaweza ukabadilika na ukarudi kwenye haki. Kwa hiyo huo kutajwa ardhi inayohuika baada ya kufa ni mfano wa moyo ambao nao hufa moyo, lakini unaweza ukahuika ikiwa mwenye moyo yuko tayari. Walitaathiri dhikri llahi fiha, na moyo huhuika kwa taathira ya kutajwa Allah kwenye huo moyo sana. Mtaje Allah kwa majina yake yote yale 99, basi Allah kwa taathira ya dhikri anaweza akaubadilisha moyo akaurejesha kwenye uhai. Fakama yuathiru alghaith fil ardi, kama maji ya mvua yanavyoleta taathira kwenye ardhi, basi na dhikri nayo huleta taathira kwenye moyo. Fataudu baada ijdabiha mukhsiba, ardhi huwa inarudi baada ya kuwa kame ikarudi kwenye urutba, na moyo nao baada ya kufa kwake kwa dhikri ya Allah hurudi kwenye uhai wake. Kadhalika taudu alqulubu annafirati muqbila, nyoyo zilizokuwa zimekimbia dhikri ya Allah, zikitiwa dhikri ya Allah hurudi zikamkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhharu fiha atharu alkhushu'i wat-ta'at, moyo ukishibishwa dhikri ya Allah hudhihiri kwenye moyo huo athari ya unyenyekevu na taa. Na mwisho Allah akasema, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun, kwa hakika tumekufafanulieni vizuri aya zetu hizi, tumezibainisha vizuri aya hizi. Yani maana yake qad waddahna lakumul hujaja wal barahina, tumekuwekeeni wazi kwenye aya za Qur'ani hii hoja zetu na dalili, adallati ala kamali qudratina, zinazoashiria ukamilifu wa uwezo wetu, wa wahdaniyatina, na kwamba tuko peke yetu. Uelewe kwamba Allah ana uwezo na yuko mmoja peke yake, kwa hiyo umwabudu Mola mmoja bila ya kumshirikisha na chochote. Tumekubainishieni aya zetu la'allakum ta'qilun, ili mpate kufahamu, muwe na akili, muyatie akilini haya mambo. Likai ta'qilu wa tatadabbaru, ili mupate kuyatia mambo haya akilini na muyazingatie, ma anzalallahu, yale aliyoyateremsha Allah, fil Qur'ani, kwenye Qur'ani tukufu. Qur'ani haijaja tu bure bure kwa mchezo, imekuja kwa manufaa yenu, hiyo mwongozo wenu, ikupelekeni kwenye mafanikio ya dunia yenu na akhera yenu. Mkiipuuza Qur'ani hamna mafanikio. Mkipata hayo ya dunia ndo imekwisha, akhera mtakuwa mmekosa. Aya inayofuata Allah akasema, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana. Ai, maana yake musaddiqu ni mtu ambaye anatekeleza alichoagizwa. At-tasdiqu manake ni practicing, kutekeleza. Innal musaddiqina wal musaddiqati, walio wakweli katika taa, wanaoamrishwa wakatenda, katika wanaume na wanawake. Wa aqradu Allaha qardan hasana, alafu wakawa wanatumia neema ya mali waliopewa katika matumizi ya khairati, wanamkopesha Allah mkopesho mzuri. Tasdiq
ni kuwa ni mtu wa ibada, ufanye kwa ajili ya kumtii Allah. Alipokuamrisha unaamrishika, alipokukataza unakatazika. Na kumkopesha ni kutumia neema ya mali aliyokupa kwenye mambo ya khairati kwa ajili ya Allah. Tumia neema ya mali kwenye mambo ya kheri ambayo Allah kaahidi atakulipa. Unamkopesha na atakulipa. Ai, maana yake alladhina tasaddaqu bi amwalihim ala alfuqara, watu ambao wanatoa sadaka kutoka kwenye mali zao wakawasaidia watu mafukara, ibtighaa wajhi llahi. Pale wanapotoa wanatoa kwa kutaka radhi ya Allah, hawatoi kwa kuwakopesha ili baadaye waje wawalipe. Wanatoa kusaidia haja za watu wenye haja, na pale wanapotoa wanatoa kwa kutaka radhi ya Allah. Walladhina anfaqu fi sabilillahi, na watu ambao wanatumia mali zao katika kuipigania dini ya Allah. Wa fi wujuhi albirri wal ihsani, na wanatumia pia mali zao katika njia mbalimbali za wema na ihsani. Tayyibatan biha nufusuhum vile wakitoa wanatoa na roho zao radhi, hatoi mtu kwa shingo upande. Maana ukitoa huku unanungunika, umemsimbulia Allah, haikubali hiyo, haiwi sadaka. Hata kama umetoa, Allah naye huwa anachukia. Umetoa unasimbulia, umetoa unanungunika, umetoa roho yako umeipinda kama korosho. Anajua umechukia, hukutoa kwa ridhaa yako. Lakini wale wanaotoa kwa ridhaa zao, ana hakika nimemkopesha Mola wangu na atanilipa hichi nilichotoa. Watu kama hawa yudhaafu lahum, watazidishiwa mara nyingi kwenye malipo watakayolipwa. Walahum ajrun karim, na mbele ya Allah watapata ujira mtukufu. Ukifanya jambo kwa ajili ya Allah kwa ikhlasi, Allah anajua, na kwa mujibu wa kiwango chako cha ikhlasi ndiyo thamani ya amali yako inapopanda. Kwa hiyo Allah atakulipa, na wewe siku akikulipa mpaka utaridhika. Yudhaafu lahum thawabuhum, watazidishiwa thawabu zao mara nyingi kuliko kile walichokitoa. Bi an tuktaba alhasanatu bi'ashri amthaliha, kwa sababu Allah akilipa huwa anaandika jema moja lililofanywa kwa 10 mfano wake, ndo kima cha chini. Ila 700 dhifin, Allah anaweza akamlipa mtu kwa amali yake moja akamlipa na nyongeza ya mara 700, ila adhafin kathiratin, na wengine 700 wanapita. Inategemea uzuri tu wa amali yako, ni ikhlasi, usahihi wa kazi yako, na Allah atakavyoridhika na wewe. Walahum fawqa dhalika thawabun hasanun jazilun wa huwa aljanna, baada ya kulipwa kwa mujibu wa thamani ya alichotoa, Allah amewatengea baada ya hapo malipo mengine ambayo ni mazuri, makubwa, matukufu, ambayo ni janna, pepo. Kwenye kurasa zako unapewa value ya ulichotoa, ulichotenda, thamani yake, kazi yako ni hii hapa. Halafu na Allah anakuhukumia, unaenda peponi, na uko peponi kula kila aina ya neema. Neema za peponi hazifanani na amali zako ulizofanya duniani. Amali zako ulizofanya duniani, Allah akizipiga thamani pamoja na nyongeza atakazotia, anaweza akakukadiria muda wa kukaa peponi kwake. Kwa mujibu wa amali zako una haki ya kukaa peponi kwa muda wa miaka bilioni 8. Sasa huko hakuna mwisho maisha yake. Ina maana kwa thamani ya amali zako ni peponi miaka kadhaa. Je, ikisha hiyo miaka tena ukitolewa unaenda wapi? Kwa hiyo malipo ya Allah akikwambia umeenda peponi hayafanani na amali ulizofanya. Amali ulizofanya zitakuwa ni kidogo kuliko neema ambazo Allah atakulipa. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, aslul musaddiqina, asili ya haya maneno alotumia Allah hapa, innal musaddiqina wal musaddiqati, asili ya hili neno almutasaddiqin, wenye kutoa sadaka. Innal musaddiqin, maana yake innal mutasaddiqin,
hakika ya wale wenye kutoa sadaka. Udghimatita, imefanyiwa idghamu ile te fi sadi, ikaingizwa kwenye sadi. Fasarat almusaddiqin, ndo maana sadi ikapewa shada na dali ikapewa shada. Innal musaddiqina, wa maana alqaradu, na maana ya mkopo kasema wa aqradu llaha qardan hasana. Wa maana alqaradu alhasan, maana ya mkopo mzuri, huwa atasadduqu an tibi nafsi, ni huyu mtoaji sadaka anatoa sadaka yake na roho yake iko radhi, kwa ridhaa yake anatoa, sio kwa kubenwa, kukalifishwa, kushambuliwa. Na wengine tena wanakuwa wakali wanapoomba sadaka. Yaani we Mungu unampa buku anataka utoe 10,000 wakati huyo anayekamuliwa hana chochote, ndo hicho alichonacho. Sasa anayetoa anatoa na roho safi, anaamini kaweka mahala salama, na alipoweka kimekubaliwa kitu chake, na anatamaa atalipwa. Tunasema hivyo. Kwa hiyo musaddiqina ni watoaji sadaka, na wale wa aqradu llaha qardan hasana, kutoa kwao sadaka wametoa na roho zao safi, kwa nia njema, hawana kinyongo, hawaoni wamepoteza au wametupa. Wa khulusi niyati lilfaqiri, na wanapotoa kama ni kumpa mtu fakiri, basi anatoa na roho yake iko safi, anampa mtu muhitaji, yeye anataka thawabu kwa Mungu. Huyo ndo kakopesha mkopesho mzuri. Fakaanna linsana biihsanihi ila alfaqiri, basi hapa mfano uliopigwa ni kwamba huyu binadamu anapomfanyia mtu mwenzake fakiri ihsani, mwenye uwezo kamfanyia fakiri ihsani kwa roho safi, hamtukani, kad aqrada Allah, kitendo hichi cha kumsaidia fakiri au mtu mwenye shida kama mfungwa, mahabusu, kama ilivyoambiwa yutaimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Watu wema wanatoa chakula kuwasaidia watu wenye kuhitaji chakula, pamoja na kuwa wenyewe wanakipenda, lakini anatoa mtu chakula chake akamsaidia mtu masikini, anamsaidia mtoto yatima, au anamsaidia mfungwa au mahabusu. Mtu yuko katika idhilali, wewe umfanyie ihsani, umkirimu, na ufanye hivyo kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Kwa hiyo mwenye kufanya ihsani kwa mtu fakiri kwa kutaka radhi ya Allah, kad aqrada Allah qardan hasana, huyo anakuwa kamkopesha Allah mkopesho mzuri. Yule kiumbe ni wa Allah, Allah ana uwezo wa kumpa neema zake kila mtu, lakini wewe kakupa, yule kamnyima. Wewe aliyekupa kakupa mtihani mdogo, kwambia hebu toa kidogo mpe yule. Sio kwamba Allah hana cha kumpa yule, anacho, anakupima na wewe. Na yule aliyenyimwa, sio kwamba Allah hamuoni kuwa ana shida, anamuona, na Allah ni muweza wa kila kitu. Kamwambia subiri, haki yako itatoka kwa huyu, atakupa. Nyote ni watahiniwa. Sasa wewe ulionacho ukatoa ukampa asiyekuwa nacho kwa kutaka radhi ya mtoaji, wewe umemkopesha huyo mtoaji mkopesho mzuri. Mwenye kutoa akampa muhitaji, faqad aqrada Allah qardan hasana, anakuwa kamkopesha Allah mkopesho mzuri. Yastahiqu alayhi alwafaa fi daril ajri wal jazai, anastahiki aliyetoa chake leo hapa kwa ajili ya Allah aje apewe malipo yake siku akirudi kwa Mola mlipaji, na anastahiki apewe malipo alwafaa, malipo munasib na alichotoa, hatodhulumiwa chochote. Walladhina amanu billahi wa rusulihi, na wale watu ambao hapa duniani wanamwamini Allah na wanawaamini mitume wa Allah. Maana hii kuambiwa mitume wake, wengine ndio washapita huku wawahi, lakini ukimkataa mtume mmoja, ukamtukana mtume mmoja katika mitume aliyowatuma Allah, unahesabika kama umewakataa wote. Tunaambiwa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatumbagui yoyote katika mitume wa Allah.
wote lazima tuwakubali, hata wale ambao hawakuishi kwenye zama zetu hizi. Ukiwakubali uwakubali wote, maana wote wametumwa na bosi mmoja. Ukimkataa mmoja sawa sawa na kuwa umewakataa wote. Kwa hiyo watu wanaowaamini mitume wa Allah wakamwamini na Allah mwenyewe na mitume wake, walladhina amanu billahi wa rusulihi, wale wanaomwamini Allah na wakawaamini mitume wa Allah, yani saddaqu biwahdaniyati llahi wa wujudihi, wanasadiki kwamba Allah ni mmoja na yupo, wanasadiki Allah yupo na ni mmoja peke yake. Wa amanu birusulihi, na wakawaamini mitume ambao Allah ameshawatuma hapa duniani. Imanan rasikhan kamila, uamini mitume imani ya uhakika iliyokamilika. La yukhalijuhu shakun, usiwe na mashaka na mtume yoyote wala kitabu chochote wala Mungu mwenyewe. Katika imani yako usiwe na shaka, hivi ndio kweli yupo kweli na huyu ni mtume, usiwe na shaka. Wala irtiabu, wala moyo wako usiwe na gagaziko, lakini huyu kweli mtume au si mtume. Uamini Mungu yupo au hayupo, tunadanganyana tu, usiwe na shaka kama hiyo. Ukiamini kwa hoja na dalili Mungu yupo na ni mmoja, na ukaamini kweli katuma mitume hapa ardhini, wenye imani hiyo, ulaika humu siddiquna washuhadau inda rabbihim, hawa ndio wanaopata ithbati mbele ya Allah ya kwamba ni watu wa kweli, wameamini kweli na ni mashahidi wa Allah mbele ya Mola wao. Ulaika humu siddiquna, hao ndio wa kweli, wakidai wao waumini ni waumini kweli. Washuhadau inda rabbihim, na hawa ndio watakuwa mashahidi mbele ya Mola wao. Kile walichokipinga wengine, mashahidi wa kuthibitisha ni hawa waliokikubali na kukiamini. Ulaika almawsufuna bilimani billahi wa rusulihi, hawa watu wanao sifa ya kusifikana na kumwamini Allah na mitume wake hapa duniani. Humul ladhina, hawa ndio watu ambao jamau ala almaratibi, wamejumuisha, wamechanganya kwa mpangilio wake kamili masala mazima ya kiimani. Fahazu darajata siddiqia, wakafaulu kupata daraja ya kuwa ni watu wa kweli. Washahada, na wakafaulu kupata daraja ya shahada kwamba hawa ni mashahidi fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Kuna watu wanapata shahada hata kama hawakufa vitani, kwa misimamo yao tu kwenye dini iliyoambatana na amali. Kama hawa wanakuwa ni siddiqin wa shuhada, wameamini ipasavyo na imani yao wakaitendea kazi. Hawa wanakuwa ni mashahidi wa Allah. Qala Mujahidun, amesema Mujahid, kullu man amana billahi wa rusulihi, kila aliyemwamini Allah na akawakubali mitume wake wote kama walivyotajwa vitabuni, fahuwa siddiqun wa shahidun, anabeba sifa hizo za kuwa yeye ni siddiq na shahidi. Mwenye imani ya sawasawa, haina shaka, akaitendea kazi imani yake, anakuwa ana daraja hizo mbili, siddiqun wa shahidun, anakuwa ni mkweli na anakuwa ni shahidi wa Allah. Lahum ajruhum wa thawabuhum, lahum ajruhum wa nuruhum, hawa watapata ujira kwa yale mema walioyafanya, na ndio watakaopata nuru ile tuliyoambiwa watakuwa nayo siku ya kuangazia mahala mubaya. Watapata ujira kwa amali zao njema, na watapewa nuru yao siku inapohitajika hasa wanufaike nayo kwa kuonea. Wataamka na nuru yao. Allah tujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Lahum fil akhirati thawabun, lahum fil akhirati thawabul jazil, hawa waumini watendaji watapata thawabu muwafaka na amali zao, thawabu nyingi. Wanura, na watapewa nuru, alladhi, nuru ambayo yasa baina aidihim wa biaimanihim, ile itakayokuwa inawasaidia kuona mbele na kuliani kwao. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, the opposite is the case.
Kinyume cha kusadiki na ukatenda ni kukufuru na kukadhibisha. Husadiki halafu unakadhibisha. Walladhina kafaru wakadhabu biayatina, watu watakaoishi kwenye dunia yao hii wamezikufuru aya na wamezikadhibisha aya. Wamemkufuru Allah na mitume wake, hawakubaliani nao, na aya za kuwaongoza wakazikadhibisha, hawakuzitendea haki. Aya ilipoambia fanyeni wakaacha, aya ilipoambia wacheni wao ndo wakafanya. Watu wa aina hii, ulaika ashabul jahim, hawa ni watu wa motoni. Wameenda tofauti na walivyoagizwa waende. Walioamini na kutenda wameenda sawa, watapata daraja zao za kwamba ni siddiqina wa shuhada. Lakini waliokufuru na wakakadhibisha aya, wamemkufuru Allah na mitume wake, na aya zipo wakaziendea tofauti. Ulaika ashabul jahim, hawa ambao hawaendeshwi na aya zinavyotaka, hawa ni watu wa motoni tu. Walladhina jahadu biwahdaniyati llahi wakadhabu biayatihi, watu waliokataa kuwa Mungu ni mmoja duniani. Walikuwa na waungu wao wengine wanaowaongoza. Kuna mambo Allah kayakataa, lakini kuna miungu wengine waliowaamrisha, wakasema huyu katuamrisha sawa, wakafata, Allah wakamkatalia. Na kuna mambo Allah kawahimiza sana, lakini kuna miungu mingine wakaambia hilo halina maana yoyote kwa wakati wetu wa sasa. Akamsikiliza yule alomwambia halina maana, Allah wakamwacha katika hali ya kuwa mkiwa, wamemtelekeza. Kwa hiyo wamekataa kuwepo kwa Allah na mitume wake aliyowatuma, halafu na aya zilivyoelekeza hawakuzitendea haki. Ulaika humu almukhalladuna fi daril jahim, hawa ndio watakaowekwa milele kwenye nyumba ya jahim, motoni. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, fihi, katika aya hii, dalilun ala anna al-khuluda fi an-nari makhsusun bil-kuffar, ni dalili ya kwamba kukaa milele motoni kumewekwa makhsus kwa makafiri. Kafaru wa kadhabu biayatina, min haithu, kwa namna ambayo, inna sighata, hakika ya ule uelezaji kwenye aya, sigha ya aya, tushiru, kuna tufahamisha, bilikhtisasi, kwamba kuna watu maalumu walioambiwa watakaa milele. Aya alivyosema Baydawi, Allah kawataja hapa, kawaainisha, walladhina kafaru wakadhabu biayatina ulaika ashabul jahim, waliomkufuru Mungu na mitume wake na aya wakazikadhibisha, hao ni watu wa motoni. Nasema kafiri ndo anakaa motoni milele. Ulaika ashabul jahim bimaana wasuhbatu tadullu ala almulazima. Suhba ni dalili ya kuonyesha ili jambo huyu mtu hatoepukana nalo, atalazimika nalo. Kaitwa ashabul jahim. Sahibul jahim akiwa mmoja, kama kuambiwa sahibul bait, mwenye nyumba hii. Wewe unaambiwa sahibul jahim, wewe ndo mwenye huo moto, wewe ndo mwenyewe. Kwa hiyo ashabu ni wengi. Ashabul jahim, hawa ndo watu wa motoni, ndo wenye moto wenyewe. Kunaonyesha dalili ya kwamba hawa humo hawatoki. Walamma dhakara ahwala almu'minin, baada ya Allah kutaja hali za waumini, walkafirin, na makafiri. Kwenye aya moja wametajwa waumini na wametajwa makafiri. Baada ya Allah kututajia hali za waumini na makafiri, dhakara baadahu ma yadullu ala haqarati dunia. Aya inayofuata Allah anatutajia mambo yanayotuonyesha dalili ya kwamba dunia haina thamani. Tunaipenda, tunaitia bei, lakini dunia ni kama toy, ni kitu kisichokuwa na thamani ukilinganisha na akhera. Wa kamali hali al-akhira, na aya hii imetupa udhaifu wa dunia, ikatupa hapo hapo na ukamilifu wa maisha ya uhakika ya akhera.
Faqala subhanahu, Allah amesema aliyetakasika, i'lamu, tambueni enyi watu, haswa waumini. I'lamu, tambueni, kuweni na elimu, fahamuni, annama alhayatu dunya, si vinginevyo haya maisha yenu ya dunia haya, laibun, ni kama mchezo, walahun, au ni kama pumbao, wazinatun, au ni kama pambo. Kuna maneno hayo matatu, ukiyafahamu maana yake yanamaanisha udhaifu wa dunia. Innama, si vinginevyo, ndo hivi na si vinginevyo. Alhayatu dunia, maisha ya dunia, kwanza laibun, ni mchezo, ni kama gemu vile watani wa jadi Simba na Yanga, dakika 90 unatoa gharama, pesa zako, pengine nyumbani hujaweka chakula, unataka usikose kuona mwenyewe pale Amani Complex, lakini gemu inapigwa dakika 90 tu. Zikisha dakika 90, baada ya final whistle unasikia zogo la washangiliaji, mnatoka kiwanjani. Ukifika nyumbani unafika na huzuni, watu wanakaa na njaa, wewe hujawaachia chakula, pesa umetoa, umenunulia tiketi ya kwenda kuangalia game. Game imeisha, huku kuna mahitaji yanatakiwa. The game is over after 90 seconds au 90 minutes. Imeisha. Na dunia ndo hivyo hivyo, inaonekana tamu, lakini wewe siku zako zinahesabika, zinarudi kinyume nyume. Kama umepewa 100, zinakuja 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, mpaka ikifika 0 siku zako zimeisha. Wewe unaiona kila siku dunia tamu, lakini inakuacha, muda wako unaondoka, na huo muda ndio ulitakiwa wewe utumie ufanye vizuri iwezekanavyo, unufaike na huo muda. Wewe huo unaufanyia uzembe, ukafanya mambo yasiyo na faida au mengine yenye maafa. Lakini dunia ni kama gemu, muda wa kuangalia mchezo au kushiriki mwenyewe mchezo ndo dunia. Laibun, ni mchezo tu. Walahun, lahun ni pumbao, kama kuangalia movie tu. Kwani movie inachukua dakika ngapi? Inaanza mpaka inaisha, shamalizika, unaondoka, ushafutwa pesa zako. Zamani watu walikuwa wanaenda sinema, tiketi ya boksi shilingi ngapi, ya kawaida shilingi ngapi, unatoa pesa, unaangalia filamu, ikimalizika the end yao, mnakunja viti, mnaondoka. Imeisha game, imeisha movie. Ni kama hivyo tu dunia nayo inaenda na inaenda kuisha. Wazinatun, na pia dunia mfano wake ni kama pambo. Pambo huwa ni kitu cha ziada kinachowekwa pahala. Wewe mwenyewe unapoenda chooni kujisafisha, unavua nguo zote, unabaki mwenyewe, ukajitia sabuni, ukajisugua, ukajikwatua, ukatoka pale, alafu unatafuta zina, mapambo. Mapambo ni kitu cha kupachikwa na kuondolewa. Utavaa nguo zako, utafute saa, pete, nini, na mwanamke mwenyewe atajipodoa. Anavyoviweka vile ni pambo tu, kaweka alafu ataondoa au vitaondoka. Na dunia ndo hivyo hivyo, ni kama pambo tu limewekwa hivi, alafu lenyewe huchakaa au wenyewe likahitajika liondolewe kwa wakati fulani. Na dunia ndo hivyo hivyo, mifano alopiga Allah hii. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, ay i'lamu ya ma'ashara sami'in, tambueni enyi wasikilizaji, anna hadhihi alhayatu dunya ma hiya illa la'ibun, tambueni haya maisha yenu ya dunia si chochote isipokuwa ni kama mchezo tu fulani. Sasa tumewekwa mahala kama mchezo hivi. Unaambiwa una umri wako miaka 60 utakaa hapa. Miaka 60 inapita kama kucheza, inaisha, unaondoka. Yut'ibu nasu fiha anfusuhum, kwenye mchezo watu huwa wanazitesa nafsi zao tu. Kama we ni player, mchezaji, utateseka dakika 90 pale kwenye pitch, unatafuta ushindi wa timu yako. Alafu muda ukisha,
itajulikana umeshinda au umeshindwa, mchezo umeisha. Kaitaabi asbiyani anfusihim billaibi, ni kama watoto kukicha wako bize, wanajichosha kwa kucheza tu, wakilala wamechoka kuliko baba zao wanaowatafutia kula. Kutwa mtoto yuko bize, anajichosha kwa michezo yake ya kutwa, na watu wazima ndo hivyo hivyo, anajichosha kwa mchezo wake anaotafuta ushindi, apate zawadi au malipo, lakini hatimaye mchezo unaisha. Na dunia ndo mfano wake huo huo. Walahun, na mfano wa pili, dunia ni kama pumbao. Ai, maana yake wa shughlun lilinsani yushghiluhu anil akhirah, dunia upumbazaji wake ni mwanadamu kujishughulisha na hii dunia kwenye mambo ambayo yanamsahaulisha akhera. Kila siku ana mahitaji yake ya dunia yake hayaishi, na akilala kesha plani kesho naanza na lipi, na akiyafanya mambo yake ya dunia wala hana ratiba ya kuyafanya kwa namna ambayo atapata na faida ya akhera. Yuko bizi na dunia na dakika zinasomeka zinarudi nyuma. Yeye kashughulika na lahu, nijenge, niwe tajiri, nataka hichi, nataka hichi. Hicho anachokitaka hakitafuti kwa namna anapata thawabu ya akhera, lakini yeye kashika na lahu, atimize ndoto zake, atimize malengo yake. Yushghiluhu, inamshughulisha mtu dunia, anil akhirati wa taati llahi, ikamtoa kufanya mambo kwa ajili ya akhera na kumtii Mola wake. Akiuza hauzi kama Allah anavyotaka, akinunua hanunui kama Allah anavyotaka, akiahidiana na watu si mtimizaji wa ahadi, wakati kaambiwa aufu bil uqudi, tekelezeni ahadi au mikataba. Alimradi dunia inamshughulisha mtu kwa sababu ni lahu, pumbao tu. Sifa nyingine ya dunia, wazinatun, dunia ni kama pambo tu, kitu kinachopambiwa pahala kisha kinaondoka. Kwa hiyo dunia inapendeza nafsini mwa watu, lakini ni pambo tu. Sasa wewe unashughulika na pambo. Wazinatun, dunia ni pambo. Yatazayyanu biha aljuhalau, dunia ni pambo ambalo hujipambia watu wajinga. Aljuhalau ni jamu ya neno jahilun. Yatazayyanu, huwa anajipamba nayo dunia, aljuhalau, watu waliokuwa wajinga. Hapa ndo wanaona kafika saa 24 za kutwa na kucha, yeye yuko katika plani ya kunogesha dunia yake tu, akhera hana habari nayo kabisa, na kumbe ndo anakokwenda. Ndo mfano wa dunia. Kalmalabisi alhasanati, dunia mfano wake ni kama mavazi mazuri. Pengine umepewa suti ya 3 piece ya kuwazima ya kwenda kuolea. Biharusi mlipokwenda kuonana naye ulikuwa mzuri, ukirudi nyumbani aliza ile suti ulilokuona nayo siku ya harusi iko wapi? Ile nilikodi. Si ungenunua yako basi, siku nyingine ukatoka nayo na mwenzio, nilikodi. Ndo pambo, ulipambwa mara moja halafu linaondoka. Na dunia ndo hivyo hivyo. Walmarakibu albahiya, dunia ni kitu ambacho kina mvuto wa muda tu mfupi hivi. Mtu hunufaika nacho, akatumia wakati wake, nguvu zake, mali yake, akili yake kwa kitu ambacho sasa hivi alafu kinaondoka, hakipo tena. Walmanazili arrafia, na watu wanasumbuka na dunia kwa kujijengea majengo marefu. Watu hununua kiwanja akasema banda la nani? Yaani mwenyewe alojenga kajenga mwenyewe, kaiona nyumba tena kwa wakati huo ya kisasa. Mwenye pesa akija anauliza banda la nani? Nyumba inaitwa banda. Alafu mimi nataka haya manne, hebu nifanyeni maarifa muonane na wenyewe. Bei yote wanataka ninunue, nichanganye, nijenge nyumba. Ananunua nyumba 4, yeye anaita mabanda. Halafu wavunje pale, aweke fence yake, ajenge nyumba. Naona watu dunia wanavyocheza nayo.
Na wengine hujenga nyumba mwezi mmoja kabla ya kuhamia anakufa, anaenda kaburini. Kaburi hakulitayarisha, keshaweka mjengo wa gharama huku juu, lakini wala haukai. Muda umeisha, anaenda zake kwenye kaburi ambalo wala hajalitayarisha. Ndio wale wanaosema rabbi rjiuni, urejeshwe. Kuna nini? Laali amalu salihan fima taraktu. Kwa hiyo dunia ni kama pambo tu, ni kitu cha kuweka pahala pakapendeza kwa muda, halafu linaondoshwa. Watafakhurun bainakum, jengine katika tabia ya dunia, tafakhurun bainakum, ni mahala pa kujifakharishana nyewe wenyewe kwa wenyewe. Yani mnatambiana tu, yule ana pesa, katika wenye pesa yule yumo, kwani basi wako hivyo tu watu. Ai, maana yake wa mubahatun waftikharun bil ahsabi wal ansabi, dunia watu wanaenda nayo kwa kujifakharisha na nafasi zao au nasabu zao. Yule waziri wa wizara fulani, yule ni mkurugenzi idara fulani, yule sijui ni mtaalamu wa hichi, yule hivi, au yule kabila yake yuko hivi, yule kabila yake hivi. Wanajinasibu watu kwa sababu ya ahsab na ansab. Walmalu walwalad, na watu huwa wanatambiana kwa mali na watoto wanatambiana duniani kwa mali na watoto. Kama qala alqail, kama alivyosema msemaji, ara ahlul qusuri idha matu, mimi huwa ninawaona watu wanaokaa kwenye majumba makubwa, kwenye mapeles, wanapokufa, banau fawqa almaqabiri bisuhuri, hujenga juu ya makaburi yao kwa tiles. Yani kaburi la mtu mwenye maisha linatakiwa litafautike na kaburi la mtu ahehoe. Naona watu wanaokaa kwenye makasri, wakifa makaburi yao hujengwa kwa suhur, yanapigwa tiles, marumaru, nini, yani mpaka kaburi liwe tofauti na kaburi la watu wanyonge. Abau illa mubahatun wa fakhran ala alfuqara, wenye maisha wanakataa kata wasifanane na watu mafakiri. Abau, wanakataa watu wenye maisha, illa mubahatun wa fakhra, isipokuwa ni kujikweza na kujifakharisha, ala alfuqara, juu ya mafakiri. Lazima mie nitafautiane na fakiri kwenye uhai wangu na kufa kwangu. Hata fil quburi, basi mpaka kwenye makaburi mtafautiane makaburini. Huenda ilo kaburi la mtu lilokuwa halijajengewa, halina alama, mwenyewe ana amani, kuliko hilo lililopambwa huko juu, mwenyewe anakula mkongoto huko ndani. Unaona dunia, huo ndo mfano wake. Watakathurun fil amwali wal auladi, na mfano mwingine wa dunia, takathurun, ni kule kutaka kuwa na wingi zaidi. Kila mtu anataka mimi nimpite fulani. Fil amwali wal auladi, kwenye mali na watoto. Anataka mtu kama mali awe nayo nyingi, watoto awe nao wengi, tena watoto wake wawe wamesoma, watoto wake wawe wakubwa, watoto wake wawe wanafani, watoto, alimradi watu wanatambiana hivyo kwenye dunia, na dunia yenyewe inawaacha, kila siku inawaacha. Yani mubahatun, watu ni kutambiana, bikasratil amwali wal auladi, kwa kumiliki mali nyingi na kuwa na watoto wengi. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, yajma'u almala, mtu hukusanya mali, min sakhti llahi, na namna anavyokusanya mali yake ni kwa njia ambazo Allah zinamchukiza. Anauza unga, anauza pombe, ana mabaa kila pahala, na mwenyewe anasifia hakuna biashara inayoniingizia mapato kama hii. Naona mwingine Muislamu, sasa silewi mie, ninawauzia makafiri lakini anaona biashara yenye mapato ya haraka ni hii. Anakusanya mtu mali kwa njia inayomkasirisha Allah, yeye mradi apate pesa nyingi tu. Wayatabaha bihi ala awliya illahi, lakini mali yake hiyo aliyoichuma kwa njia za kumkasirisha Allah,
mali hiyo hiyo huwa anawatambia mawalii wa Allah, watu wanaojipendekeza kwa Allah, wanaojituma kwenye ibada na kujitengenezea nafasi za akhera. Yeye kapata dunia, anawatambia watu wanaotafuta akhera kwa dunia yake ambayo Allah kamkashirikia. Wayusarifuhu, halafu jengine sikesha kusanya mali kwa njia asiyoipenda Allah. Wayusarifuhu fi masakhiti llahi, akitumia mali yake anatumia pia kwenye njia za kumkasirisha Allah, sio njia halali. Ukimwambia ende Maka, sawa, pesa yangu haihiji. Hujaambiwa ikahiji pesa, kahiji wewe, umuombe na Mola wako msaada. Hii pesa yangu sio nzuri, mwenyewe najua. Mashaka yanakuwa. Ndo dunia hiyo mfano wake. Fahuwa dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, alimradi mtu akishajitia kwenye dunia kajizonga kwenye viza ambavyo juu yake kuna viza kuliko vingine. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, ni viza juu ya viza. Anaenda na dunia yake na dakika zinapungua, zikifika zero anaondoka, kaondoka vibaya. Ndo mfano wa dunia. Kamathali ghaithin, mfano wa dunia ni kama mvua. Kamathali ghaithin, dunia ni kama mfano wa mvua. Ajabal kufara nabatuhu, kama palikuwa pana kipindi cha kaskazi, jua kali, miti yote ukiangalia unaiona majani yamekuwa na umanjano umanjano, afya ya miti inakuwa imedorora. Lakini likipiga wingu la masika, mvua ikinyesha siku ya kwanza, toka asubuhi siku ya pili uangalie green kila pahala, hata miti imefurahi. Kucha moja tu inabadilisha mandhari ya miti. Kwa hiyo dunia ni kama mvua vile, ikija inabadilisha mandhari. Na dunia ikikupa uso, una pesa, unafanya hili na hili, unaona kama hicho kiama hakipo. Na unaweza kusema mimi nipo kwanza, hakuna kufa, sina afya kamili, kama alivyosema mzee mmoja hapo. Sema ana uhakika yeye ataishi mpaka miaka 100 na kwa jinsi afya yake ilivyokuwa nzuri. Anajidanganya kwa muonekano wa karibu. Kama thali ghaithin, kama mfano wa mvua. Ajabal kufara nabatuhu, mvua ikija huwa inampendezesha mkulima mimea yake. Mkulima huipenda shamba yake, inastawi baada ya kupata mvua. Kama thali matarin, ni kama mfano wa mvua. Ghazirin, ile mvua inayokuja ya kiasi, sio ya maafa ya kuangamiza wala ya mafuriko. Asaba ardan, mvua ile anayoileta Allah ya neema ikichanganyika na ardhi. Faajaba zurra'u nabatuhu annashi anhu, mkulima yoyote hupendezewa na mazao yake yaliyopata mvua ile. Mazao huonekana, miti huonekana imebadilika, mimea pia inaonekana iko vizuri kwa sababu ya mvua tu. Na dunia ndo hivyo hivyo, ikikunyeshea mvua ya neema, unaona Rabbi akraman unaona dunia imekupa uso, lakini hujui muda gani huo uso utaelekea kwako kabla haujageukia upande mwingine. Thumma yahiju, kesha majani yale yale yanayompendeza mkulima, mimea ile ile inayokuwa mizuri kwa kupata mvua. Thumma yahiju, halafu huanza kunyauka. Fatarahu musfarra, ukaiona majani yanaanza kupiga tena umanjano. Na dunia ikikupa uso ukaona sasa nimefikia kilele cha mafanikio, we angalia tu siku 2-3 hapo mbele mabadiliko yanayokuja. Utakuja kushtakiwa kwa madeni, au utapata maradhi utumie mamilioni kutafuta tiba, au uambiwe bwana umefilisika au hivi. Haina urafiki kiivo dunia, mara unastawi mara unanyauka, ndo maisha ya dunia. Thumma yahiju, halafu miti na mimea iliyokuwa inamvutia mkulima inanyauka. Fatarahu musfarra, ukaiona inaanza umanjano sasa. Yani thumma yuyabisu baada khadratihi wa nudhratihi, miti iliyopata mvua ikastawi, halafu hukauka baada ya kuwa kijani, ikapiga manjano na ikakauka kabisa, ikafa.
Fatarahu musfarran, ukaiona iko katika hali ya umanjano, musfarra launi, rangi ya manjano, baada an kana zahiyan nadira, baada ya kuwa miti ile ilikuwa ina afya na inavutia. Thumma yakunu hutama, hatimaye hukauka yakawa mabua makavu, mwenyewe ukayang'oa shambani, ukayafanya mbolea, ukayachanganya na ardhi au katia moto. Thumma, kesha miti ile ile iliyokuvutia ilipokuwa imestawi, tatahatamu, hukauka, wayatakasaru, ikavunjika vunjika matawi yake, baada yubsihi, baada ya kukauka miti ile na mimea ile, wajafafihi, ikawa sasa si mibichi tena, ni mikavu, fayusbihu hashiman, inakuwa sasa ni mabua tu, tadhuruhu riyaha, ukishayaondoa juu ya ardhi upepo unayapeperusha. Kadhalika halu dunia, kama hivyo na hali ya dunia ndivyo ilivyo, inachanganya kwa mtu kipindi fulani, alafu mtu huyo huyo anakuja kupigwa na kipindi cha kuondokewa na neema aliyokuwa nayo, anakuwa yuhai, kesho anaitwa marehemu. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, wal muradu bil kufari huna az-zurrai, muradi wa hilo neno kufari lilopo hapo sio makafiri, hapo wamekusudiwa wakulima. Mkulima pia huitwa kafir. Yujibul kuffara nabatuhu, wakulima huvutiwa na mimea yao mashambani kwao pale. Kwa hiyo muradu bil kufari huna, makusudio ya hili neno kufari hapa, az-zurrau, ni wakulima. Liannahum, kwa sababu wakulima, yaghutuna albidhra, hutupa mbegu pale juu ya ardhi, halafu wakazifukia na udongo. Mkulima akipiga jembe akalivuta, ule udongo uliochimbwa na jembe huugeuza, ule wa juu akauweka chini na ule uliokuwa chini ndo ukakaa juu. Na kafir manake ni mpinduaji, na mkulima kaitwa kafir kwa sababu hivi. Akisema ninaburuga, manake anauchimbua udongo wa chini unakuwa juu na wa juu unakuwa chini. Mlimaji muhogo anasema anaremba, basi anachimbua udongo, anatoa wa chini unakuja juu, majani anayoweka chini, udongo unakuja juu. Kwa hiyo ni mkulima, sio kafiri yule anayemkufuru Mungu. Na kafiri anayemkufuru Mungu ndo hivyo hivyo, maana ile haki huiweka chini ikawa ndo batil, na batil akaileta juu ndo ikaonekana haki, ndo akaitwa kafir. Kwa hiyo hapa imekusudiwa ni mkulima huyu, liannahum yaghutuna albidhra, wao huwa wanaifukia mbegu chini. Wa maana alaya, na maana ya aya hii, anna alhayata dunia, hakika ya maisha mazima ya dunia, kazarai, ni kama kilimo au mimea, yujibu nadhirina ilaihi, wale wanaoiangalia mimea iliyolimwa huvutiwa nayo, na wanaoiangalia dunia yenye mwenyewe huvutiwa nayo dunia wakaipenda. Likhadharatihi, kwa sababu ya ule ukijani wake, miti na mvuto ukikaa kuiangalia. Likhadharatihi, kwa sababu ya ule ustawi wake. Bikathrati al-amtari, kwa kunyeshewa maji mazuri ya mvua. Thumma la yalbathu, halafu mimea ile ile iliyopata maji mazuri ya mvua haikai muda mrefu sana, an yasira hashima, kukauka ikawa mikavu. Mimea mingi huwa ina umri mfupi. Wewe ukilima tungule ni miezi mitatu tu, tangu umefukia mbegu mpaka unavuna miezi mitatu, uhai wake umekwisha. Wewe umepata tungule za msimu huu, unatayarisha tena nyingine ulime za msimu ujao. Kwa hiyo unastawi mti ukaupenda, ukanyunyizia dawa, mbolea, halafu baada ya si mrefu mti ule ule uliokuwa unaupenda unanyauka, muda wake, umri wake umeisha, unakufa. Na dunia ndo hivyo hivyo mfano wake. Ka'allam yakun, unakufa mmea ule uliokuwa unaupenda kama haukuwepo pale pahala, unakufa kabisa, na mwenyewe utaung'oa, ufanye mbolea, uchanganye na ardhi. Wa idha ajaba zari'u, ikiwa ule mmea ulimvutia yule mkulima, fahuwa fi ghayati alhusni,
wakati ule uliokuwa unavutia ulikuwa katika uzuri ulioje, umelima na mwenyewe unapendezewa, ukaangalie ukakague tu ilivyokuja vizuri. Lakini ikishakuletea mazao ndo umri wake unaisha hivyo, tena inaanza kunyauka, unavuna mazao yako na miti ile inakuwa haifai tena. Na dunia ndo hivyo hivyo, haina muda mrefu. Kwa mtu mmoja mmoja huondoka akaiacha dunia, wengine wanaokuja ndo bado wanaiona mpya, wanavutiwa nayo, inawadanganya na wao wanaondoka, halafu nayo haina maisha, ina umri wake, ukisha nayo itaondoka. Wa fil akhirati, lakini kwa taarifa yenu, wa fil akhira, huko akhera kuna mawili kwa watu waliocheza na dunia. Wa fil akhira, huko akhera, maana hii dunia ni ya muda tu, ndo kwa mifano iliyopigwa hapo. Lakini huko akhera ikishamalizika hii dunia, kuna moja katika mawili kila mtu litampata. Adhabun shadidun, aidha adhabu kali jinsi ulivyocheza na dunia yako, wa maghfiratu min Allahi wa ridwanun, au jengine ni kupata msamaha kwa Mola wako na radhi zake. Kila aliyepo leo duniani anakabiliwa na moja katika haya mambo mawili. Atakwenda kwenye adhabu kali kwa jinsi alivyocheza na dunia, au atapata msamaha kwa makosa yake na radhi ya Mola wake. Tukawa tulivyoambiwa Allah huhuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ukijiona dunia inakupelekesha, papatua umalizie vizuri, upate huo msamaha wa Allah na radhi zake. Ukijiona duniani ndo umefika, ukaenda nayo sambamba, nenda nayo sambamba mpaka ikuache, unaenda kwenye adhabu kali. Yani waljazau fil akhira, malipo ya Allah kwa walioitumia dunia ya huko akhera watakayolipwa, imma adhabun shadidun lilfujari, ima watapata walioishi hapa duniani adhabu kali waliofanya makosa. Fujari ni jamu ya neno fajir. Fajir ni mtu mwenye kufanya fujur. Fujur ni makosa. Hili halitakiwi, wewe umelipenda ukasema siachi. Sawa, fanya. Unatakiwa ufanye hivi, ndicho ulichoamrishwa. Sasa mimi sioni faida yake, unaacha. Okay, acha. Lakini vile ambavyo unaishi leo hapa na utakavyomalizia ndo utakavyokuta malipo yako huko. Dunia ushaambiwa haina urafiki wa kuendelea, mambo yake ndo hayo ya mpito mpito, ni vitu vya hadaa. Sasa ukimaliza umri wako wa duniani, kitakachokabili hapo mbele aidha itakuwa ni adhabu kali au upate msamaha kwa makosa, maana hakuna anayeishi kama malaika bila ya makosa. Kama ulikuwa na excess ya kuweza kukiri makosa yako, ukatubu na kuomba radhi, ukamalizia vizuri, Allah atakusamehe na uende salama. Ukicheza na dunia mpaka dakika ya mwisho hujajirekebisha, ukamalizia vibaya, umemalizia kwa hasara, utaenda kwenye adhabu. Kwa hiyo waljazau fil akhirah, malipo ya mtu aliyeishi duniani huko akhira, akishaondoka duniani, imma adhabun shadidun lilfujari, imma ni kupata adhabu kali kwa wale waliofanya makosa, wa imma maghfiratu min Allahi wa ridwanun lil abrari, au ni kupata msamaha kwa makosa yaliyojitokeza na radhi ya Allah akuye radhi kwa wale watu wema ambao walijua kuomba radhi, kujirekebisha na wakamalizia vizuri. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Aya imemalizia kwa kusema haya maisha ya dunia haya si chochote isipokuwa ni starehe inayodanganya. Wewe utajiona umefika, lakini hujafika bwana. Hapa uko njiani, na uko unakokwenda kuna mambo yanatakiwa uyatayarishe hapa. Ukipoteza muda ukufanya matayarisho, hujamkomoa yoyote, umejikomoa mwenyewe. Subiri muda uishe uone utakavyokwenda uko mbele ya safari. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe inayodanganya. Yani walaisatil hayatu dunya, hayakuwa maisha ya hii dunia, fi haqaratiha, katika ule udhaifu wake, wa sur'ati inqidaiha, na jinsi yanavyoondoka haraka. Tamu dunia inapendeza,
lakini inamwacha mtu mara moja. Kwa hiyo hayakuwa maisha ya dunia jinsi yalivyo dhaifu na jinsi yanavyoondoka haraka, illa mataun zailun, ni starehe inayotoweka, sio ya kudumu. Kwa hiyo itumie dunia kutafutia starehe itakayobaki milele huko mbele unakokwenda. Yankhadiu biha alghafil, huhadaika na dunia yule mtu aliyeghafilika, anakataa kupay concentration kwenye maagizo ya Allah na mitume wake na vitabu vyake, ndo aliyeghafilika. Huyo ndo anayehadaika na dunia. Wayaghtaru biha aljahil, na pia hudanganyika na dunia mtu mjinga, kapewa masomo lakini hataki kuelimika. Qala Said ibn Jubair, Said ibn Jubair kwenye aya hii kasema, ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ni starehe inayodanganya. in alhatka an talabil akhirah, ikikuzubaisha dunia na kutafuta akhera, yani dunia ikakufanya uzubai na kuitafuta akhera, itakuwa dunia kwako wewe ni mataul ghurur. Said ibn Jubair anasema ad-dunya mataul ghururi in alhatka an talabil akhirah, dunia itakuwa ni starehe inayodanganya ikikuzubaisha wewe ikakuachisha muda wa kutafuta akhera, hapo itakuwa imekudanganya. Fa amma idha da'atka ila talabi ridwanillahi, kama dunia itakuelekeza kutafuta radhi za Allah, wa talabil akhirah, na kutafuta akhira, fa ni'mal mata'i, dunia inakuwa ni starehe bora kabisa. Bi'sal mata' au mata'ul ghurur ukizembea, lakini inakuwa ni'mal mata'u ukipatia kuitumia dunia kuitafutia akhira, inakuwa fa ni'mal mata'u wa ni'mal wasila, dunia ni starehe nzuri kwa anayetumia kwa kutafutia akhira, wa ni'mal wasila, na ni means nzuri iliyoje ya kutafutia mafanikio ya kudumu. Kwa leo inshallah tuweke kwenye aya hiyo, muda si rafiki tena, ila napitia tena hapa tuliposoma leo insha Allah taala. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alam ya'ni lilladhina amanu, hivi haujafika muda tu kwa walioamini? Waumini ndo hawajaelewa tu mpaka leo. An takhsha qulubuhum li dhikrillahi, nyoyo zao kunyenyekea kwenye utajo wa Allah, yani kitabu chake. Wama nazala min alhaqi, na hazijawa tayari kuelekea kukubali kilichoteremka katika haki. Wamtambue Allah uwepo wake na mitume aliyowatuma, na wafuate mwongozo wa vitabu. Waumini wanatakiwa wafanye hivyo. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, wala hawapaswi waumini wawe kama wale waliopewa kitabu kabla yao. Fatala alaihimul amadu, walipuuza hicho kitabu na kwa muda mrefu wakakaa nje ya maagizo ya kitabu chao. Fakasat qulubuhum, nyoyo zao zikasusua, wakawa hawasikii mawaidha wala hawaogopi dhambi wala hawana tamaa ya thawabu, kwa sababu wako mbali na muongozo. Wakathiru minhum fasiqun, na wengi katika watu wa kitabu ni waasi, hawafuati maagizo halali ya dini. I'lamu, tambueni, anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha, kwamba Allah huwa anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Qad bayyana lakumul ayati, kwa hakika tumekubainishieni aya zetu hizi, tumezifafanua vizuri. La'allakum ta'qilun, ili muzifahamu, muzitie akilini. Nyinyi mna akili hivyo, tunakufafanulieni vizuri ili mufahamu. Innal musaddiqina wal musaddiqati, hakika ya waliokuwa wakweli waumini watendaji, wanaume na wanawake. Wa aqradu llaha qardan hasana, na wale wanaomkopesha Allah mkopesho mzuri kwenye mali zao, wanazitumia kwa njia za kheri ili kesho wakalipwe.
Yudhaafu lahum, watalipwa maradufu, watakuta malipo yenye nyongeza nyingi. Walahum ajrun karim, pamoja na malipo ya amali zao watakuta mbele ya Allah kuna ujira mkubwa, pepo yani. Walladhina amanu billahi wa rusulihi, na wale wote ambao hapa duniani wanamwamini Allah na mitume wake. Ulaika humu siddiquna washuhada, hao wana daraja ya kuwa ni wakweli na ni mashahidi. Inda rabbihim, mbele ya Mola wao. Lahum ajruhum wa nuruhum, hawa watakuta ujira wao kwa mema walioyafanya, na watapewa nuru yao kwenye mazingira magumu, katika saa mbaya, kwenye mawqiful qiyama. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale waliokufuru na wakazikadhibisha aya zetu. Ulaika ashabul jahim, hao ni watu wa motoni. I'lamu, tambueni enyi waumini, annama alhayatu dunya laibun wa lahu, hakika maisha ya dunia ni kama mchezo au pumbao. Wazinatun, na ni kama pambo, huwekwa mahala kisha likaondoka. Watafakhurun bainakum, na dunia ni mahala pa kutambiana tu baina yenu, kila mmoja anajifakharisha kwa mwingine bila ya faida. Watakathurun fil amwali wal auladi, na duniani ni mahala ambapo kila mmoja hutaka awe yuko zaidi kuliko mwenziwe kwenye mali na watoto. Hichi tu, sitaki fulani anipite, sitaki fulani anipite, natambiana kwenye hivyo vitu. Kama thali ghaithin, lakini hii dunia ni kama mvua inamwagika juu ya ardhi. Ajabal kufara nabatuhu, mimea iliyopigwa na mvua humvutia mkulima mimea yake. Thumma yahiju, kesha mimea ile ile hunyauka baada ya kipindi fulani. Fatarahu musfarra, ukaiona badala ya kijani inapiga manjano. Thumma yakunu hutama, halafu inakauka inakuwa mikavu, mabua. Wa fil akhirati, dunia iko hivyo, na huko akhera adhabun shadidun, kuna moja kati ya matokeo mawili. Atakwenda mtu akhera akute kuna adhabu kali dhidi yake, wa maghfiratu min Allahi wa ridwan, au option nyingine atakuta mtu msamaha kutoka kwa Mola wake na radhi zake. Kwa hiyo mtu anajichagulia mwenyewe na anafaiti hapa duniani kutafuta nafasi gani angependa aende akafikie. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na ieleweke si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe inayodanganya. Tuweke kwenye aya 20 hiyo leo. Wallahu a'lamu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. Nas'aluka Allahumma mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ithm wal fawza bil jannati wan najata minan nar. La tad'a lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala daynan illa qadaytah, wala maradan illa shafaitah, wala maridan illa shafaitah, wala hajata min hawaiji dunya wal akhirati hiya laka ridan walana fiha salahun illa qadaytaha ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma shfi mardana warham mautana, Allahumma shfi mardana warham mautana, Allahumma shfi kulla maridin warham kulla mayyit. Rabbana innaka qulta qawluka alhaqu ud'uni astajib lakum. Inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad. Anta alimun bi jami' hawaijina faqdiha, wa anta alimun bi jami' uyubina fasturha, innaka anta allamul ghuyub. Rabbana ati kulla sa'ilin minna su'lahu wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah, innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Rabbana jammilna bil afiyati was salama wa haqqiq lana taqwa wal istiqama
وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل لهم أهلا خيرا من أهلهم ودارا خيرا من دارهم وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وأدخلهم الجنة دار الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والحبور والفسحة والسرور ومغفرة لأهل القبور. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.